kuingia. Wewe shoga yangu nenda wapi? Jamani, unajua nilikuwa nataka nitoke kabisa. Kaa kwanza nikupe ubuyu. Ubuyu gani tena huyu jamani? Mimi mwanzo nilikuwa naomba ukae. Unaenda wapi? Kabla sijakwambia naenda wapi. Shoga, mbona ulikuwa kimya toka siku ile? Ukunipata mrejeshi. Wewe kichwa ni kuta. Kipi hiko? Shoga. Wale alikukuta makubwa. Wewe ilikuwaje? Ile siku tukatoka wote kufika kule. Kachukua bwako, mimi singachukua na bwanangu. Jamani. Hebu nicheke kwanza. Jamani, nini ningekukuta shoga yangu jamani? Mimi ninavyokujua kweli wewe. Bwana sasa. Hadi bwana. Mary. Sasa hivi wanafunzi bado hawajafika. Sasa unaonaje tukianza na Mungu kwa kusoma fungu ndani ya Biblia ili tubarikiwe? Kwa hiyo kwa akili zako unafikiria muda wote ni wa kusali. Ukijisikia kusali wewe, ukijisikia kusali na wenzao wanataka kusali hivyo hivyo, muda ni wa kusoma. Umenisikia? Mungu mwenyewe anasema sala na kazi. So muda wote ni wa kusali, muda wa kusoma. Unajua tukianza na Mungu madude na matirio yatapanda vizuri ndani ya ubongo wetu. Tutaelewa sana. Yatapanda wapi? Afu wewe unajua mtumishi, mimi na wasiwasi na wewe. Unajifanya mtumishi kila siku unahubiri injili. Lakini hata siku moja sijui kuona umeshika hata Biblia. Hivyo kwa mtumishi au tapeli? Sasa nimekuwa tapeli tena. Hivi unadhani kwamba kuwa mtumishi ni kutembea na Biblia hard copy? Sasa hivi ni utandawazi, nayo simu na Biblia ndani ya simu. Sasa unadhani kwamba sisomi Biblia, nasoma simu? Nasoma Biblia ndani ya simu yangu mimi mwenyewe. Sio lazima niwe nayo hard copy. Utandawazi wapi wewe? Hapo unapenda kujiamlia mambo. Umewahi kuona mtumishi gani anatembea na simu afu wewe? Sasa wewe unadhani kwamba watu wote tuko hivi eti? Mimi ni mtumishi wa kweli na Mungu anajua hilo. Mtumishi wa kweli wapi? Sasa ndo unataka kufoka au nini sasa? Basi yaishe. Watu wasije Jamani, mbona nasikia makelele darasani? Na isitoshe mko wawili. Kulikoni? Kwani wewe inakuhusu? Mambo mengine yakupite. Sasa kakae basi, toka hapa. Muulize tu kama kiongozi wa darasa. Kiongozi wapi? Sawa. Kumbe sio bwana, ni gume ndugu yangu. Yaani nakwambia hivi, nilijua napelekwa Serena Hotel shoga yangu. Nakupeleka wapi? Mbona nitoke anashusha brand yako? Unajua nipeleka wapi? Yaani bora sija hata hapo kefu. Ndio. Nikajua yani ule leo naenda kujishebedua. Snap kama zote. Wewe shoga yangu. Umenichekesha jamani, mimi mwenzio. Jamani, unajua maana kuspoiliwa sijui. Jamani, nilikula. Yule bwana hatari. Yaani hizi sasampa sio shida zake. Shoga, basi ningekufuata. Mimi sikuamulia hata ile mia mbovu. Mimi nikajua yupo vizuri tu kwenye sala ya maokoto. Kumbe mbabaifu. Aise, nilikula. Nilipofika zangu tu hapa hosteli. Nikauchapa. Nasema hata sitaki mambo mengi. Wewe hata kunipigia tu simu shoga yangu. Nataka nikazalilike kule. Pole, sasa itakuwaje? Achana naye. Hata hivyo yani bado ni mrudie Steve wangu jamani. Hivyo mjinga bora hata yeye. Sio huyu baba. Yaani nakwambia hivi, hana hela, unajua hana hela. Sasa Steve, sasa wewe si ulikuwa una mimba wewe? Hiyo mimba iko wapi? Kuna jingine ni makubwa wewe. Funga tu mdomo shoga yangu. Imekuwaje? Ni njia za ujanja kama ninavyokujua. Yaani mimi tena. Kwa siku akijua kwamba huna. Hata simchanganya. Ni hivyo tu, kwanza nimtishie na mimba nini anipatie pesa. Kwanza nimeambiwa hata hizo hela. Patufu. Mimi na makubwa. Na una makubwa kweli? Ila mimi jamani, ukweli
Yule bwana umu wewe mpaka nishaanza kujisikia wivu. Usinisimulie mimi bana. Kama tunaenda twende kwa kweli. Tutoke sasa. Tuondoke tu. Umechukua vifaa kwanza wewe? Vipo vya kutosha, nishaweka kila kitu. Hamjambo. Hatujambo. Leo ndo siku ya kwanza tutaanza kupresenti kwa grupu namba 1. Wale wanaowasilisha naomba mpite mbele, dakika 10 za kupresenti, afu kuna dakika 10 za kujadiliana. Naomba mchangamke. Wale mnaowasilisha grupu namba 1. Za sasa hivi swali letu tulikuwa nasema hivi, umuhimu wa sayansi na teknolojia katika ufundishaji na ujifunzaji. Kwa hiyo utapresent ukiwa unasikiliza muziki au utawasilisha kile ulicho nacho, au presentation ipo kwenye nani, kwenye simu ndio unasikilizia huko utapresentie? Samahani dakika, nilijisahau. Dakika zinaenda hivyo. Kazi yetu ina sehemu kuu 3: utangulizi, kiini na hitimisho. Tunaanza utangulizi, maana ya sayansi na teknolojia. Sayansi ni mfumo wa maarifa unaopatikana kupitia uchunguzi, utafiti, majaribio na uthibitisho wa ukweli kuhusu vitu au matukio yanayotokea katika mazingira ya binadamu na ulimwengu kwa ujumla. Sayansi humsaidia mwanadamu kwa sababu na matokeo ya mambo mbalimbali kwa kutumia mbinu za kisayansi. Kwa mfano, masomo kama fizikia, kemia na biolojia ni sehemu ya sayansi. Teknolojia ni matumizi ya maarifa ya kisayansi katika kubuni vifaa, mbinu au mifumo inayorahisisha kazi na kutatua matatizo ya binadamu. Teknolojia huhusisha matumizi ya vifaa kama kompyuta, simu, mitandao na mashine mbalimbali katika shughuli za kila siku. Hiyo yote ni introduction tu. Wote ni utangulizi. Ndio lecture. Una present peke yako? Kuna mwingine. Yuko wapi huyo mwingine? Wewe mbona umekaa? Mwacha endelea. Namalizia afu nitampatia. Sasa hapo tukija kwenye nanili, tumetoa nanili utangulizi wa sayansi na teknolojia, lakini sasa teknolojia na sayansi vina uhusiano ambao sayansi na teknolojia vina uhusiano mkubwa, kwani sayansi huzalisha maarifa huku teknolojia ikitumia maarifa hayo kutengeneza vifaa au mifumo ya kusaidia maisha ya binadamu. Hivyo maendeleo teknolojia hutegemea maendeleo ya sayansi. Sasa nimkaribishe na grupu mwenzangu endelee na umuhimu wa sayansi na teknolojia katika ufundishaji na ujifunzaji. Karibu. Asante. Habari za saizi? Kwa kuendelea, sayansi na teknolojia zina mchango mkubwa katika ujifunzaji na ufundishaji kwa sababu zimebadilisha njia ya kupata, kuelewa na kusambaza elimu. Mchango huo ni kama ufuatavyo. Pointi ya kwanza, kurahisisha upatikanaji wa taarifa. Kwa mfano, kupitia internet wanafunzi wanaweza kupata materials mbalimbali, vitabu, majarida, video na tafiti mbalimbali kwa haraka bila kwenda maktaba moja kwa moja. Pointi nyingine ni kuboresha mawasiliano katika elimu. Kwa mfano, simu, kompyuta, email na platform za kujifunzia zinarahisisha mawasiliano kati ya walimu na wanafunzi. Naomba muhitimishe. Kwa hitimisho, kwa ujumla, sayansi na teknolojia zimeifanya elimu kuwa rahisi, ya kisasa na yenye mvuto, kwa sababu wanafunzi
wanavutiwa na materials au majarida ambayo yanatolewa kupitia njia ya simu. Kama hivi nawasilisha kazi yangu kupitia simu, hivyo wapatikanaji pamoja na wanafunzi wanaojifunzia kupitia njia za simu wanakuwa wengi zaidi. Tunapata wataalamu wa njia mbalimbali kupitia mambo ya teknolojia na sayansi. Umeelewana? Mwenye swali, ambaye hajaelewa, mwenye nyongeza? Karibu. Hoja ya mwisho nimesema hivi: kuboresha mawasiliano katika elimu. Mawasiliano unayaboreshaje? Kupitia simu za mkononi, kupitia kompyuta, baina ya mwalimu na mwanafunzi. Na maana mwalimu ndo anatufundisha sisi, mwanafunzi sisi ndo tunajifunza. Kwa hiyo kupitia sayansi na teknolojia tunaweza kufanya mawasiliano ya kielimu kati ya wanafunzi na walimu kuwa rahisi, hivyo sisi kufaulu kwa haraka kama hivi. Karibu. Asante. Sasa ni nimewasilisha, lakini hatujasikia labda nukuu ya kitabu chochote ambacho tumetumia, labda umetumia yenu au AI, maana tuelewi kwamba haya yote mmeyatoa wapi. Tunataka reference kutoka kwa waandishi tofauti kama vile kina Masebo. Asante kwa swali zuri. Kwa kuwa swali letu linataka mwongozo wa sayansi na teknolojia, hivyo tumetumia njia ya internet. Kama unavyoniona nawasilisha kazi yangu kwa kutumia simu, ili kupata maelekezo juu ya nini swali letu. Mbona simple tu. Kwa hiyo nadhani ni sahihi wewe kupresent ukiwa huna nukuu yoyote. Kwa mimi naona ni sawa, kwa sababu sasa hivi Tanzania ni ya viwanda, ni ya sayansi na teknolojia. Natumia simu, kompyuta, projector. Sema leo hatujatumia projector, samahani, ila kunukuu mimi naona kama vile tunapoteza muda mwingi. Ndio hivi maendeleo ya sayansi na teknolojia, tunatumia vifaa vya kidigitali. Hivyo vifaa si lazima viwe na nani, kuna vitu ambavyo vimerekodiwa, au unadhani vifaa vyenyewe ndio vina nani, vinaandika vyenyewe ndio hivyo vinarekodi vyenyewe hivyo hivyo, au vifaa vinatumikaje? Yani mtu elezee hapa tupate na kuelewa na sisi, kama nukuu haina umuhimu. Nukuu haina umuhimu jamani, nimeshasema hivi, tunatumia njia ya internet. Lecture tutaandika baada ya presentation. Naona kama vile hutaki kutupa max. Kama sitaki kuwapa max, yaani kwa kazi ya nani ya kitaaluma lazima uwe na nukuu. Unaposema kwamba tumetumia sijui mtandao sijui na nini, nukuu umeitoa wapi? Wape zero. Umeitoa wapi nukuu? Swali linataka sayansi. Nendeni mkakae, mtapata mnachokistahili. Mtapata mnachokistahili. Msikilize majina, taishia hapo siku ya leo. Haya, Januari, Habiba absent, Hamisi absent. Ameomba ruhusa kwa nani? Daniel absent. Mbona uitiki? Isnail. Tutaishia hapo. Asanteni kwa ushirikiano wenu.